إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu Islam, Ijumaa ya leo ni Ijumaa ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka 1447 Hijiria, sawia na mwezi wa pili mwaka 2026 Miladia. Ndugu Islam, hakika hii ni neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi pale alipotujalia kuweza kuidiriki Ramadhani ya mwaka huu. Ndugu Islam, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah katika Lataif Al-Ma'arif akilielezea jambo hili, ukubwa wa kuidiriki neema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, asema bulughu Ramadhan wa siyamuhu ni'matun 'azimatun 'ala man aqdarahu Allahu alayhi, kuwa kuufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani na ukaweza kuufunga ukamakinika katika kutekeleza amali ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ndani yake katika siyam na qiyam na amali nyingine mbalimbali, ni'matun 'azimatun 'ala man aqdarahu Allahu alayhi, ni neema kubwa juu ya yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamwezesha na kumwafikisha katika jambo hili. Kwa hivyo ndugu Islam, hamna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii ya kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa ni wazima, tuna afya na tuna uwezo wa kutekeleza ibada ya mfungo na ibada nyingine mbalimbali ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ndani ya mwezi huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapa bishara masahaba wake wanapoingililiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, akisema na kuambia, qad ja'akum ramadhan shahrun mubarakun, hakika umewajia mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wenye baraka nyingi. Faradhallahu alaykum siyama, na ni mwezi ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha juu yenu mfungo wake, kuufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na pia mtume awaambia, tuftahu fihi abwabu samaa, na ni mwezi ambao kwamba ndani yake hufunguliwa milango ya pepo. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, na pia vile vile ni mwezi ambao kwamba ndani yake hufungwa milango ya moto. Na pia mtume yuambia, wa tughallu fihi maradatu shayatin wal jin, na ni mwezi ambao kwamba ndani yake hufungwa wale mashetani magwiji na wasumbufu, Ibilisi na wafuasi wake, utiwa kamba na kufungwa ndani ya mwezi huu. Na pia mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia, fihi lailatun khairun min alfi shahr, na ndani yake kuna usiku ambao kwamba ni bora kuliko miezi 1000. Man hurimaha faqad hurim,
wama yuhramu khairaha illa mahrum. Kwa hivyo haya ni maneno ya bishara ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akiwaambia maswahaba wake na pia kuwapongeza maswahaba wake kwa munasaba wa kuingililiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibn Rajab al-Hanbali aendelea kusema, hadha alhadithu, hadithi hii ambayo kwamba tumeitaja, aslun, ni msingi na ni dalili, fi tahniati nnasi ba'dihim ba'dan fi shahri Ramadhan, ni msingi na ni dalili ya watu kupongezana baadhi yao kwa wengine kwa kule kuingililiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo takaniwa kwa sisi Waislamu kupongezana na pia kubashiriana kwa munasaba wa kule kuingililiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakika hii ni neema kubwa juu yetu sisi. Endelea kusema, kaifa la yubasharu almu'minu bifathi abwab aljinan, kaifa la yubasharu almudhnibu bighalqi abwab aljahim, kaifa la yubasharu alghafilu biwaqtin yughallu fihi ash-shaytan. Asema kwa nini asipewe bishara muumini kwa kule kuingililiwa na Ramadhani, hali ya kuwa Ramadhani ni mwezi ambao kwamba hufunguliwa milango ya pepo? Na kwa nini asibashiriwe mwenye kufanya madhambi kwa kule kuingililiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuwa ndani ya mwezi huu ni mwezi ambao kwamba hufungwa milango ya moto, apate kutubia na kuregea nyuma? Na pia kwa nini asipewe bishara ya kule kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani yule aliyeghafilika, kwa kuwa ndani ya mwezi huu ni mwezi ambao kwamba hufungwa shetani? Allah subhanahu wa ta'ala humzuia shetani na kumfunga. Akasema rahimahullah, famin aina yushbihu hadha zamana zamanu, zama kama hizi za Ramadhani utazifananisha na zama gani? Ni zama ambazo kwamba ni tukufu, zenye ubora mkubwa, zenye fadhila nyingi na baraka nyingi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hii ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi ya kuweza kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani wa mwaka huu 1447. Hamna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hii ambayo kwamba ametuneemesha kwayo. Ndugu Islam, wanachuoni waelezea kwa nini mwezi huu wa 9 katika kalenda yetu ya Kiislamu umeitwa shahru Ramadhan. Wataja sababu katika sababu ambazo kwamba zimetajwa, na hii ni sababu ambayo kwamba wamewafikiana wanachuoni wa lugha ya Kiarabu. Wasema kuwa hili neno Ramadhani limetokamana na kalima ar-ramadh, na maana ya ar-ramadh wasema huwa shiddatul harri wal atash wa tawahhuji rimali saharai fi sayfi. Ili neno Ramadhani limetokamana na neno ramadh, na ramadh maana yake ni joto kali na mvuke mkali, na pia vile vile kiu kikali, na pia wakasema ni mvuke mkali wa zile changarau za jangwani katika kipindi hichi cha joto, katika kipindi cha joto. Kwa hivyo hii ni sababu ambayo kwamba imetajwa na wanachuoni wa lugha kuwa Ramadhani imeitwa Ramadhani, sababu ni mwezi ambao kwamba huangukia katika msimu ambao kwamba joto huanza ndani yake. Ndio maana Waarabu walipoupatia mwezi huu jina wakauita shahru Ramadhan, kwa kule kuwafikiana na majira na kipindi cha joto, kama wanavyoelezea wanachuoni wa lugha. Na pia zimetajwa sababu nyingine kama alivyoashiria al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, kwa nini Ramadhani imeitwa Ramadhani. Akasema ilikuwa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, liannahum kanu yurmidhuna aslihatahum liyuharibuna biha fi shawwal qabla dukhuli al-ashhuri al-hurumi. Walikuwa watu wa jahilia Waarabu katika zama za ujahilia, katika mwezi huu wa 9 wakizitia makali na kuzipasha moto silaha zao kwa ajili ya kupigana vita katika mwezi wa Shawwal, kabla hayajaingia yale miezi mitukufu ambayo kwamba ilikuwa ni haramu ndani yake watu kupigana. Kwa hivyo walikuwa wakiziandaa silaha zao ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu. Ndio maana ukaitwa shahru Ramadhan, ilikuwa ni mwezi wa kutia silaha zao moto
na kuzitia silaha makali, wakijiandaa kupigana katika mwezi wa Shawwal, mwezi wa 10, kabla ya kuingililiwa na yale miezi mitakatifu. Sababu nyingine ambayo kwamba imetajwa kuwa Ramadhani imeitwa Ramadhani li'annahu yurmithu dhunub, sababu ni mwezi ambao kwamba huunguza madhambi bil amal as-salih fihi. Mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi ambao kwamba madhambi huunguzwa na kufutwa ndani yake kupitia yale matendo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ndani ya mwezi huu katika siyam na qiyam na matendo mengine mbalimbali. Kwa hivyo ni wakati ambao kwamba madhambi huunguzwa na kufutwa. Kadhalika sababu nyingine ambayo kwamba imetajwa, wanasema liramadhi jawfi saimi fihi. Ramadhani imeitwa Ramadhani maana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani koo la mfungaji huwa na harara, huwa na joto na kule kushika moto na kule kuhisikiu kwa kuacha kula na kunywa. Kwa hivyo hizi ni sababu ambazo kwamba wanachuoni wamezitaja kwa nini mwezi huu wa 9 umeitwa shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhani. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ndugu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kuwa enyi mlioamini imefaradhishwa na kuwajibishwa juu yenu ibada ya mfungo, ibada ya kufunga, kama ilivyofaradhishwa juu ya wale waliokuja kabla yenu nyinyi, na malengo ya kuwekewa ibada hii la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema, faman shahida minkum shahra falyasumhu, na yoyote miongoni mwenu nyinyi ambaye kwamba atashuhudia mwezi na atapata habari ya kuingililiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, falyasumhu, basi na ufunge mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Islam, wanachuoni wamekubaliana kuwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ibada ya lazima, ni ibada ya wajibu juu ya yule ambaye kwamba yatahakiki kwake yeye yale masharti ya kumwajibishia kufunga. Hili ni jambo ambalo kwamba wanachuoni wamekubaliana, ni jambo ambalo kwamba ni mujma'un alayhi wa muttafaqun alayhi, kama wanavyoelezea fuqaha katika vitabu vyao. Kadhalika pia ndugu zangu Waislamu, ibada hii ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani aelezea al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika Zadul Ma'ad, asema wa kana fardhuhu fi sanati athaniyati min al-hijra wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa qad sama 9 Ramadhanat, kuwa ibada hii ilifaradhishwa ndani ya mwezi ama ndani ya mwaka wa pili kutokamana na hijra, mwaka wa pili wa hijra, ndani ya mji mtukufu wa Madina. Kwa hivyo ibada hii ya kufunga imefaradhishwa katika mwaka wa pili katika yale miaka ya hijiria katika kalenda ya Kiislamu ndani ya mji mtukufu wa Madina. Na pia akasema watuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mtume alikufa waqad sama 9 Ramadhanat, hali ya kuwa alizifunga Ramadhani 9. Kwa hivyo katika uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam alidiriki Ramadhani 9 na akafunga Ramadhani 9, na pia jambo hili kuna ijmaa ya wanachuoni. Kwa hivyo mfungo wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mfungo wa lazima, ni ibada ya lazima na ni siamu ya lazima kwa yule ambaye kwamba yatahakiki juu yake masharti ya kufunga, na hili ni jambo ambalo kwamba wanachuoni wamekubaliana. Kadhalika pia ndugu zangu Waislamu, wanachuoni wakielezea maana ya neno asiyam wa saum, wasema neno hili asiyam wa saum katika lugha ya Kiarabu ni al-imsak, ni kujizuia, kama ilivyonukuliwa kutoka kwa mshairi wa kijahilia huyu an-Nabigha Ziyad ibn Muawiya aliposema kuwa khailun siyamun wa khailun ghairu saimatin
tahta al-ajaji wa ukhra ta'luku al-lujuma, akielezea hali za farasi ambao kwamba wanaandaliwa kwa ajili ya vita. Asema katika farasi hao kuna farasi ambao kwamba wamezuiwa kutokamana na kula, hawajapewa chakula ili wapate kukimbia sana, na kuna wengine wamepewa chakula kwa ajili ya kupata nguvu. Kwa hivyo asema khailun siyamun, ina maana farasi ambao kwamba wamezuiliwa kutokamana na kula, hawakupewa lishe ili wawe na uwezo wa kukimbia na kwenda kwa kasi katika vita. Kwa hivyo wanasema wanachuoni kuwa maana ya neno asiyam katika lugha ya Kiarabu ni al-imsak, kama ilivyoashiriwa katika beti hii ya ushairi ya An-Nabigha. Na asiyam katika sheria wanasema fuqaha huwa al-imsak anil akli washurbi waljimai wasairi almufattirat min tulu'i alfajri ila ghurubi shamsi biniyati at-ta'abbud lillahi azza wa jalla. Wasema siyam katika sheria ni kujizuia kutokamana na kula na kunywa na kitendo cha ndoa, tendo la ndoa, jimaa, na pia Muislamu kujizuia na mambo mbalimbali ambayo kwamba anapoyatumia na kuyatekeleza yanaharibu funga yake. Min tulu'i alfajri ay as-sadiq, kuanzia alfajiri ya ukweli, alfajiri ya pili, ili alfajiri ya swala, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua, biniyati at-ta'abbud lillahi azza wa jalla, kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana ya siyam katika lugha ya Kiarabu na pia vile vile katika sheria. Kwa hivyo ni Muislamu kujizuia kutokamana na kula na kunywa na tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, kuanzia kuingia kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua, kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hii ni ibada. Hii ni ibada ambayo kwamba lazima Muislamu awe na nia ndani yake, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, kuwa matendo hulingana na nia. Kupitia nia tendo liweza kuwa ni sahih ama tendo ikawa ni ghairi sahih, tendo ikawa ni makbul au ghairi makbul. Kwa hivyo hivi ndivyo wanavyoelezea wanachuoni. Ndugu zangu Waislamu, tukuifupisha haya ambayo kwamba tumeelezea katika khutba yetu ya pili, tumeelezea kuwa wanachuoni wamekubaliana juu ya ibada hii ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wanachuoni wote wamekubaliana kuwa yawajibika kwa Muislamu kuufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani endapo yatahakiki masharti yake, na masharti yake biidhnillah azza wa jalla tutakuja kuyataja katika khutba inayokuja. Na pia tukataja kuwa mfungo huu wa Ramadhani ulifaradhishwa katika mwaka wa pili katika kalenda yetu ya Kiislamu katika mji wa Madina, na pia vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kufunga Ramadhani 9 katika uhai wake. Na tukaelezea maana ya siyam katika lugha ya Kiarabu ambapo kwamba ni al-imsak, na pia vile vile tumeelezea siyam katika sheria, tukasema kuwa ni kujizuia kutokamana na kula na kunywa na kufanya tendo la ndoa tangu kuingia kwa alfajiri ya pili, alfajiri ya kikweli, ile alfajiri ya swala, mpaka kuzama kwa jua, kwa nia na kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu Islam, tutakuja kuendelea katika khutba inayokuja kutaja baadhi ya masharti yenye kufungamana na ibada hii ya siyam, ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao kwamba tupo ndani yake. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam.